Hii ni TMC News katika updates za kimataifa. Mimi ni Agnes Peter. Na tuanzie Israeli ambapo jeshi la ulinzi la nchi hiyo IDF linasema kuwa linaendelea na mashambulizi ya anga katika maeneo ya Iran ili kuondoa vitisho nchini Iran. Taarifa hiyo inayoonyesha picha za maonyo ya angani, hatua inayokuja zaidi ya saa kadhaa baada ya shambulio la awali la Israeli kwenye kambi za kijeshi za Iran ambalo liliua makamanda watatu wa kijeshi wa Iran kulingana na IDF. Tangu wakati huo, Iran imeanzisha mashambulizi ya makombora dhidi ya Israeli hadi Jumamosi asubuhi. Kufuatia mvutano huo, Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameapa leo kutoa jibu halali na la nguvu kwa shambulizi la Israeli nchini humo na kusema taifa na viongozi wa Iran hawatanyamaza kimya kutokana na kitendo hicho cha jinai. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema mashambulizi ya anga ya Israeli nchini humo yanachukuliwa na Iran kuwa tangazo la vita. Shirika la habari la serikali IRNA limemnukuu Araghchi akisema kuwa Israeli imevuka mipaka na kutoa wito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kushughulikia hali hiyo haraka iwezekanavyo. Wakati huo huo, kiongozi wa mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ameitishia Israeli kwamba itapata adhabu kali, huku akithibitisha vifo vya makamanda na wanasayansi kadhaa aliyowaita mashahidi. Hata hivyo, China imelaani ukiukwaji wa Israeli wa mamlaka, usalama na uadilifu wa ardhi ya Iran. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa Fu Kong alisema katika mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa saa chache zilizopita. Beijing ina wasiwasi mkubwa juu ya athari mbaya ya hali ya sasa katika mazungumzo ya nyuklia ya Iran. Aliongeza akitaka Israeli kuacha mara moja hatua zote za kijeshi ili kuepuka kuongezeka zaidi. Fu pia alisema kuwa haki ya Iran ya matumizi ya amani ya nishati ya nyuklia kama mtia saini wa mkataba wa kuzuia ueneaji wa silaha za nyuklia inapaswa kuheshimiwa kikamilifu. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe chaneli yako pendwa ya TMC News ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali. Mimi ni Agnes Peter.